Baba, katika jina la Yesu Kristo, peke yako unastahili sifa, peke yako unastahili kuabudiwa, peke yako hakuna aliye kama wewe Bwana. Tunakushukuru kwa nafasi uliyotupa Mfalme ya kuwa mahali hapa tena katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya upendo wako katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Nafahamu katika ulimwengu wa roho hakuna distance Bwana, kama walivyojiandaa mioyo yao Bwana majeshi kupokea kutoka kwako Mfalme. Baba, ukawajaze kila nguvu, kila maarifa na kila uweza katika jina la Yesu Kristo. Neema yako ikawafunike katika jina la Yesu Kristo, na mapenzi yako yakaonekane juu yao sasa na kusudi lako katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa sababu Mungu, neema hii itawafunika watoto wako Mfalme na kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. Neno lako litawaponya mioyo yao na fikra zao katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi kama hii, na jioni leo nataka nizungumze kidogo kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukafanikiwa kutokumpa shetani nafasi ya kudili na drama zake, sababu I came to realize kwamba miaka ya nyuma Mungu alikuwa akinifundisha hivi vitu, nikuja kurealize kwamba maisha yetu mara nyingi sana tunadili na focus na mipango ya giza badala ya kufocus na mipango ya Mungu katika maisha yetu. Na mara nyingi sana tunapoamka asubuhi au tunapoanza wiki au tunapokutana na vitu kadha wa kadha, au focus inaweza ikabadilishwa na nguvu za giza, sababu shetani anajua namna ya kucheza na focus za wanadamu. Watu wengi sana wana focus kwenye vitu ambavyo maybe wakati mwingine havitawasaidia kwenda popote, au hawatazaa matunda, kwa sababu mafocus yao nyingi ni sio kwa ajili ya kujenga, bali ni kwa ajili ya kuendelea kujiumiza au kupoteza uwezo wa Mungu ndani yao. Kwa sababu kumbuka, katika ulimwengu wa roho devil anapenda kupoteza muda, na ukishaona shetani anajaribu kupotezea muda, au ukishagundua kwamba kuna hali ya kupotezewa muda, ni mojawapo ya situation ya giza. Au ukigundua pia kuna hali ya kutembea tu katika frustration, sometimes huzuni ambazo hazieleweki, ni pamoja na mipango ya giza, au kufocus kwenye vitu ambavyo hata vikifanikiwa it will never going to change anything in your life. Kwa devil siku zote atatafuta mazingira ulionayo, kwa sababu unafahamu mazingira tulionayo huwa yanaonekana, na sometimes tunayaongea au maombi tunaomba, na wakati mwingine mazingira yale shetani anaweza akatumia njia nyingi sana ya kukupotezea muda wako. Yani manake unafahamu ana huo uwezo, kwa sababu uwezo wake umekaa kwenye ujinga, au uwezo wake unafanikiwa kwenye ujinga zaidi kuliko kwenye vitu vingine vyote. Sasa katika ulimwengu wa roho unaweza ukafikiria kwamba ni kwa nini Waefeso 5:13 Biblia iliandika kwamba redeem time. Ukisoma Biblia yako utakuja kunielewa nachotaka uone hapa. Anasema hivi, Waefeso 5:13, Biblia inazungumza vizuri kabisa. Inazungumza kwamba nyakati hizi ni za uovu. Inamaanisha kwamba katika ulimwengu wa roho devil anaweza akakupotezea muda. Inasema usimpe shetani nafasi, uwezi kumpa nafasi in the mighty name of Jesus. Sasa inawezekanaje kwamba ukafocus kwenye ujinga? Kwa mfano, let me teach you about things of the spirit. Niliwahi kusema devil anajua maisha yetu tukiongea, na anajua maisha yetu tukiact. Maana yake anafahamu how we act. Anaangalia emotion zetu, namna tunavyofanya vitu vyetu, namna tunavyoongea. Kwa mfano, ukishakuwa na fear ndani, yani maana yake the moment you have fear, maana yake devil anatawala utu wako ndani. Kwa lugha nyingine, kuna chances umempa za kukutawala ndani, na kwa sababu umempa nafasi ya kukutawala na zile hofu, kwa maana yake anaanza kustudy everything about your life. Anaanza kustudy routine zako, anaanza kustudy uoga wako. Anachokifanya ni kuongeza pressure kwenye hilo jambo. Yani maana yake kama hilo jambo lilikuwa linapaswa liue kwa imani, hofu ndio inalifanya ile jambo linakufa. Kwa sababu gani? Atalipressure hicho kitu kiasi kwamba ukijaribu kuinuka, kila unapojaribu kuinuka unajikuta unahitaji kukufa tena. Anasema mwivi aji ili aibe, achinje na kufanya nini? Ila mimi nilikuja muwe na uzima, tena muwe na uzima tele. Maana yake inamaanisha kwamba yeye alikuja tupate uzima. Kama Yesu alikuja tupate uzima, chochote ambacho sio uzima ndani yako, maana yake shetani anahusika na hiyo situation. Kwa nini nakufundisha hivi? You cannot run bigger things, you cannot run your spiritual life if always unamruhusu shetani kuja kwenye maisha yako na kukudistract, kwa sababu devil anakuwa powerful pale ambapo amefanikiwa kukupa hofu, amekupa distraction, amechange your focus. Umeanza kufocus kwenye vitu ambavyo havikusaidii, kupambana na mapambano ambayo hayana maana kwenye nafsi yako, kupambana na wanadamu ambao unafahamu
hawana maana in your life. Kupambana na situation in your business, badala ya kuzirani kwa amani, kwa imani, unazirani kwa hofu. In your office, kila sehemu kwenye maisha yako kuna situation lazima ambayo shetani anaweza akaitumia kama weapon. Ndio maana I'm trying to encourage you usiku wa leo kwamba Mungu alikuja uwe na uzima. Wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Inamaanisha wewe ni mzima na kuna uzima ndani yako. Usimruhusu hiyo nafasi, kwa sababu hiyo nafasi unayompa, hiyo nafasi shetani ameitumia for so long. Manake ukiendelea kumruhusu hiyo nafasi, manake unavompa hiyo nafasi, kuna siku utakuja kurealize kwamba umepoteza miaka mingi sana kwenye situation ambayo sio ya muhimu kwenye maisha yako. Sasa chunguza maisha yako right now. Anasema usimpe shetani nafasi. Waefeso 4:27. Wanapenda andiko. Usimpe shetani nafasi. Maana ukishana kuna mazingira kuna nafasi ya shetani in your spirit, in your soul, maana immediately unaanza kuishut down, kwa sababu devil ni bingwa wa kuexaggerate. Yani sio nikisema ni kukuza vitu, yani maana anajua kabisa hana nguvu nyingine zaidi ya kupampu vitu ambavyo unavyogopa. Maana ndio maana anasema Mungu akutupa roho ya hofu. Wa Efeso ndani Timothy wa 1:27 anasema Mungu akutupa roho ya hofu. We have never received that spirit kwenye maisha yetu, bali atupa roho ya nguvu na upendo moyo wa kiasi. Katika ulimwengu roho inamaanisha kwamba chochote kinachokuja kwenye maisha yetu ikiwa ni hofu, maana pale tunaporuhusu ile hofu ile kugrow, ndio devil anaanza kudominate kwenye utu wetu wa ndani. Maana anaanza kutupotezea muda kwenye vitu ambavyo kiukweli baadaye kuja kuchunguza na kuja kuangalia kwenye maisha yako, utaje kugundua kwamba umepoteza muda mwingi sana. Na mimi nataka kushauri siku leo, maybe kuna kitu unapoteza muda, kuna jambo unapoteza muda. Una uwezo wa kuredeem muda, yani kukomboa muda. Kwa nini? Angalia maeneo ambayo devil ana nafasi. Nikisema nafasi ni unajitoa kwa ndani, kwa sababu devil ana nafasi in your business. Hiyo nafasi wewe ndio unarani biashara, ana nafasi kwenye maisha yako ya kiroho. Wewe ndio unarani maisha yako ya kiroho. Na tuna Roho Mtakatifu ndani, tuna neno la Mungu ndani. Anapata wapi hiyo audacity? Ni pale ambapo wewe unampa access ya kukuingia ndani, kushambulia, kudominate, kuwa bwana kwenye maisha yako. Devil always, unaweza ukaamka asubuhi na mawazo yako yakichanganyika. Ndio maana Biblia inasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Unajua hii mambo ya moyo, maybe sometimes tunachukulia mzaa, but moyo ni mdanganyifu sana. Yani moyo wako wenyewe upase kuuamini. Yani sometimes nikisema uamini, yani moyo wako mwenyewe na ujinga unaosikia kwenye moyo wako kuhusu wewe na unaokupinga na kukatia tamaa. Unaamka asubuhi tu unaanza kukatia tamaa. Ninataka uzingatie kuanzia leo, yani na tunapoendelea, kwa sababu natamani nikiwa nafanya session nyingi nitazungumza ile eneo sana la mambo ya emotional intelligence katika ulimwengu wa roho, kwa sababu unafahamu huwezi kufanikiwa. Mimi nisikilize watu wa Bwana, sijakaa kwenye nafasi ya prophesy, nimekaa kwenye nafasi ya kufundisha kwamba huwezi kurani maisha yako kwa style hiyo. Maana yake huwezi kurani vitu vikubwa, huwezi kukua kwenye ulimwengu wa roho. You'll never enjoy the peace of the Holy Spirit, you'll never enjoy the joy of the Holy Ghost. Huwezi kuenjoy ukweli wa neno la Mungu kama ndani yako kuna vitu ambavyo bado vinakusumbua vya namna hii. Cha kwanza, shughulikia moyo wako. Tunafahamu kabisa kwamba Wafilipi, before sijaendelea mbele, Wafilipi ni nani inazungumza vizuri sana. Kwa nafasi kasome, na ukisoma hata Wafilipi 4 ile 4:7 inasema amani ya Kristo ipitayo fahamu zote itahifadhi nia zenu ndani ya Kristo Yesu. Inamaanisha amani nyingine tofauti na hiyo. Maana yake wewe unayeomba, unatafuta matokeo makubwa kwenye maisha yako, amani ya Kristo ipitayo fahamu zote must cover your spirit, maana must cover utu wako ndani. Kama hiyo amani haipo, maana yake you are dealing with some energy ambayo sio Mungu. Inamaanisha devil umempa nafasi. Wewe unawezekana umeamka asubuhi, kuna kitu kimoja tu umempa nafasi, siku nzima umeshangaa, umeachilia maombi usiku ya kuomba kwamba siku yako itakuwa nzuri, na kweli maombi yako yamejibiwa, watu wa Bwana, matokeo yameshaanza kutoka, na kuna nguvu ndani yako, na Mungu anategemea atembee pamoja na wewe. Ghafla unaanza kutembea na information ambazo sio nzuri in your spirit. Inamaanisha devil ana tabia ya kuondoa energy ya Mungu ndani yako na kukupa energy yake ambaye ni hofu, ambaye ni udanganyifu, kwa sababu tunafahamu Yohana 8:44 inasema shetani ni baba wa uongo, is a liar. Amefanikiwa kwenye uongo, ni profesa wa uongo, ni super specialist wa uongo. Maana yake anakuvuruga kiasi kwamba unaanza kupoteza hata purpose. Maana yake unaanza kuyumba hata
kufikiria maisha yako, kuwaza kwamba jambo hili linawezekana au lisiwezekana. Sikiliza, Biblia ikisema yote yanawezekana kwake yaaminie. Devil, unafikiria information kwake ina nguvu kiasi gani? Ukiamini hiyo, anafahamu kuna mahali aweze kukupata. Ndio maana ana make sure hiyo information uiamini. Kuna information unaamini kwamba mambo hayaendi, maanake mambo hayaendi yana nguvu kuliko yote yanawezekana kwake yaaminie. Kwa sababu hiyo information ukiambiwa ni kweli, unasikia unasema ni kweli, andiko limesema, but shetani wangu ameniambia, amenidanganya. Shetani wangu ameniambia things ya vigumu, saa nyingine inabidi tujiongeze. Sasa wewe endelea kujiongeza badala ya kuongezwa. Yule anacho kusema endelea kujiongeza badala ya kumpa Mungu neema ya kukuongozwa. Sijaribu kukemea, najaribu kukufundisha. Inamaanisha katika ulimwengu wa roho, redeem time. Manake angalia vitu unavyopoteza muda, watu wa Bwana. Unaamka usiku kuomba, ghafla unakutana na mawazo tu ya ajabu. Jana fulani bwana hakunisalimia. Unaanza kuwaza, afa haja text kaka, unacheka, lakini ni kweli labda atakuwa amenikasirikia. Uombi. That man is not your wife, that man is not your husband. Nimesema tu mfano, yani like nikizungumza hivi unanielewa. Mwingine anaamka tu asubuhi anasema tu maisha yangu hayaendi. Yaendeshe sasa. You are a driver. Umepewa neno la Mungu, run your life. Run, move forward. Biblia inasema wamngojea Bwana, wewe unamngojea watavishwa nguvu mpya. Maanake kama unamngojea Bwana, endelea kwenda mbele. Nilimwambia mtu kwamba hakuna mtu anamjaji mtu anaendelea mbele hata siku moja. Never. Kwa sababu anaona unavyofanya, anakuamini kwa sababu anagundua kuna kitu una pursue au kwenye maisha yako. Inamaanisha katika ulimwengu wa roho, angalia ndivyo anavyokuyumbisha. Anaweza kukwambia vitu ambavyo havipo samani. Anaweza kukwambia tu masuala ya umri wako. Imagine ameng'aza umri. Unaamka asubuhi unasema mimi mzee. Siku zima na umeshampa nafasi. Unaanza kujisema mimi mzee. Watu wa Bwana. Moses aliitwa akiwa mzee na bado alifanikisha kusudi la Bwana. Kama umezeeka usiogope. Biblia inasema utoto hicho chakabati wa ndani unafanya upya siku baada ya siku. Someni maandiko mtanielewa. Sasa katika ulimwengu wa roho ninataka uone ni kitu gani. Lengo langu la kufundisha usiku leo ni kwamba tunataka kufanya maombi, kwa sababu watu wengi sana wamepoteza muda. Efeso 5:16 imezungumza kabisa, wamepoteza muda kwenye vitu ambavyo ni vya kijinga. Unajua mimi whatever ninawaambia watu, mimi wakati Mungu ananifundisha vitu nilikuwa na kauli yangu moja, not today devil. Hii siku sio ya kwako. Hii ni siku ya Bwana ameifanya, and I will going to rejoice. Always namwambia devil like that. Namwambia devil, you know me. I cannot continue na mawazo yako. Hata moyo wangu sikiliza. Hii ni siku ya Bwana. Wewe na shetani wako kama mnataka kunidanganya, mimi na Roho wangu Mtakatifu tumeamua kwenda mbele. Sijui unaelewa ninachosema. Sasa imesema moyo ni mdanganyifu. Kwa hiyo moyo wangu unaamua kunidanganya, ukiamua kuungana na shetani. Mimi roho yangu inaungana na Bwana. Nimekupa ufahamu tu. Kwa maana yake kuna wakati mwingine I focus kwenye energy ya ulimwengu wa roho ambayo I cannot feel in my heart. I feel the energy in my spirit and I feel the energy of the Holy Ghost. Kiasi kwamba I will never allow my heart kuniambia biashara ya kijinga, kwa sababu moyo wangu unaweza kuwa muungana na shetani. Maybe kwa sababu sikusoma maandiko na sijui ukweli, but ukweli ni kwamba mimi nikijua andiko moja linatosha kuliko maandiko 1000, kwa sababu kuamini andiko moja Mungu alilosema juu ya maisha yako. Kwa mfano, yote yanasema kwake yaaminie, ni andiko kubwa sana. Kwa maana kinachopaswa ni kuamini ili yawezekane. Kwa hiyo chochote ambacho unachoona akiwezekani, the only thing kinachopaswa ni kuendelea kuamini. So naamini sasa hivi tu. Yaani maana yake ni kuendelea kuamini, kwa sababu Waebrania 10:34 inasema mwenye haki anaishi kwa imani. Ijasema mwenye haki anaamini. Anasema kila mwendaye Mungu. Waebrania 11:36 anasema kila mwendaye lazima aamini yupo. But Waebrania 10:38 anasema mwenye haki anaishi kwa imani, sio anaamini. Kuamini ni sasa, kuishi ni kila siku. Kwa mwenye haki anaishi kwa imani, it's a process. Unatakiwa kuishi kwa imani kila siku, but unatakiwa kuamini sasa na kuendelea kuishi kwa imani. Nafahamu kwamba unaweza usinielewe nachokisema, lakini katika maisha yako mchunguza hali yako ya utu wako wa ndani. How many times kwenye maisha yako wewe na moyo wako mmedanganyana kweli kweli, mmepotezeana muda kweli kweli, mmeharibiana kweli kweli. Yaani kuna wakati mwingine unajiuliza maswali kwamba nini kinaendelea katika maisha yako. Unaamka tu ghafla una furaha, unaamka tu ghafla una huzuni, una hali mbaya. Katika ulimwengu wa roho inamaanisha kwamba kuna namna umempa devil nafasi. Maanake umeallow devil akucontrol au akutawale. Kwa lugha nyingine, akiweza kutawala hiyo siku, maanake hiyo siku imeisha. Watu wa Mungu nisikilizeni, unaweza kupoteza siku, unaweza kupoteza wiki, unaweza kupoteza month, unaweza kupoteza years kwa ukaa kwenye upumbavu wa giza. I promise myself I will never ever fight wrong battles. I will never ever fight battles ambazo hazinipi faida, hazinipi Mungu, hazinipi matokeo, hazinipi baraka. Hizo battle no, in Jesus name. I will better stand kwenye ujinga. Wewe unauona ujinga, nikawa mpumbavu kwenye vitu ambavyo wewe ungetamani niongee. I must sometime ni better ni lose argument so that I can become a victorious tomorrow, kuliko niingia kwenye argument ambazo mwisho siku na end up kuwa a loser, kwa sababu to win argument always is to lose argument. Inamaanisha katika ulimwengu wa roho, even in your
soul, inaweza ikapoteza furaha kwa sababu ya argument, mabishano mengi kwenye nafsi yako. Naona Biblia inasema kwamba mashindano yanatoka wapi? James ameandika pale, ile Yakobo. Maanake ndani yetu kuna upinzani, kuna mapigano, kuna vita, kuna vitu vingi sana vinaendelea katika utu wa ndani. Hii inamaanisha kwamba we are not ready kuendelea mbele, maanake tunaruhusu shetani hatu control maisha yetu kweli kweli. Never allow devil to control like that. Unaweza ukaamua leo sasa usimpe nafasi, maanake nafasi anayempa ni wewe, kwa sababu hata Efeso 5:18 imeandika vizuri tu. Unajua shida usome maandiko watu wa Bwana, haya maandiko ya shetani inabidi usikie vizuri zaidi. Yani sometimes ili ufahamu shetani, unajua siku zote niliwahi kusema your ex, someone ambaye aliachana naye, always is after you, is after joy, right? Tuseme mfano wa Efeso 5:6 inasema kwamba mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa maana hasira ya Mungu wajia wana wa uasi. Inasema let no man deceive you with vain words. Inamaanisha kwamba katika ulimwengu wa roho inawezekana pia moyo wako kuna vitu vingi sana vinakudanganya. Msikilize watu wa Bwana, lengo langu nataka nikusaidia ni kitu gani? Mimi nataka uone kwamba mara nyingi sana unaweza ukawa umekaa kwenye maisha yako na unatamani kuwa na matokeo makubwa, unatamani kuwa na impact, unatamani kuleta mabadiliko, lakini kinachokuzuia usiwe unaleta mabadiliko kwa sababu watu wengi sana anaanzisha kitu kizuri, anafikiria jambo kubwa, baada ya kupata maelezo mengine, maneno yasiyo na maana mengi kwenye maisha yako, ambapo unayasikia wewe, wakati mwingine unaambiwa, au wakati mwingine tu unayazalisha mwenyewe kwenye utu wako ndani kwa sababu ya hofu. Kwa mfano, wale ambao mnafahamu hofu ina tabia ya kuzalisha a lot of things. Yani hofu ina tabia kuzalisha sauti, voices, kwa sababu hofu inapokuwepo ndani, chochote ambacho kiko ndani yako ambacho ni error, ambacho kiko against code, shetani atakitumia kupitia hofu, kwa sababu hofu ni weapon ya giza. Hofu ni imani ya shetani. Mtu mwenye hofu maana yake ana imani ambayo sio ya Mungu ndani yake. Hiyo ni imani ya shetani. Hofu, fear. Anazungumza kabisa kwamba fear ikisha kutawala ndani, automatically shetani umempa nafasi. Kwa chochote ambacho unachokisikia unahisi unakufa. Hakuna anayekufa, wewe unaishi katika jina la Yesu Kristo, but uhai wako inategemea namna usipompa nafasi. Hakuna kitu ambacho kimekuwa program kufa kwenye maisha yako, even your life, even your future, even your career, even your spiritual life. Ni wewe mwenyewe ndio chanzo cha kuua. Kwa sababu gani? Chochote kinachokuja lazima ukizuie kwenye maisha yako. Niliwahi kufundisha watu wanaitwa filter everything kinachoingia kwenye fahamu zako. Ukigundua kuna baadhi ya vitu havina maana, anza kuvitoa haraka katika jina la Yesu Kristo. Usikubali ujinga ukutawale, kwa sababu shetani anatumia njia hiyo kudestroy maisha yako. Ndio maana Yakobo akasema kwamba mpingeni na mumtii Mungu naye atawakimbia. Devil unampinga, watu wa Bwana, shetani unampinga asikupotezee muda. Yani unaweza ukashika tu Efeso 4:27 kama kuanzia leo ni kama kitu unachotembea. Ni neno fupi sana, inasema tu usimpe shetani nafasi, just like that. Kama wewe unashida kuclaim maandiko, hata ile claim basi, inasema usimpe shetani nafasi. Hata mtoto wako anaweza kuclaim. Imagine ukashika hilo neno usiku na mchana ukatembea nalo, wewe unafikiri kitatokea kwenye maisha yako, kwa sababu shetani ametumia njia nyingi sana, ametumia ujanja mwingi sana kukudestroy fikra zako, kudestroy akili yako. Na unafahamu, nilisikia mhubiri mmoja juzi anazungumza, ana explain ile Efeso 8:5-18, anasema msilewe kwa mvinyo bali mjaze roho, si na nini. Akawa anasema Biblia imesema msilewe, hajasema msinywe. Imagine mhubiri ambao tunampost na muonaga huko mtandaoni, anasema kunywa, amesema ukunywa kidogo, inasema wine kidogo kwa ajili ya tumbo lako sio baya. Anasema mimi nikikwambia na kunywa au sinywi, ukiniuliza siwezi kujibu, maana kwa lugha nyingine anachomaanisha anakunywa. Alafu amekaa chini na wafundisha watu kanisani, alafu watu wanamposti kabisa, tena Wakristo wengine. Tena kuna mtu mmoja anamuongoza, anapenda kumposti, nikamtumia nikamwambia ukimposti jamaa you are fired. How can you touch? Mtu anaweza, maana ni maneno machafu kabisa anafundisha, anawadanganya watu kwenye kanisa, anajaribu kujustify vitu ambavyo havipo. Biblia imesema msilewe kwa mvinyo. Maana neno kwa hiyo usilewe kwa mvinyo inamaanisha kabisa kwamba maisha yako yasiendeshwe na vilevi, bali yaendeshwe na ujazo wa Roho Mtakatifu. Maana ni sasa na ulevi unaotegemea. Kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu amekupa msaada nje ya ulevi. Maana kama ulikuwa ukilewa ndio unasahau shida zako, sasa una Roho Mtakatifu ambao ukimjaza you forget about your trouble. Wangapi wanaelewa kwamba ukijazwa Roho Mtakatifu unasahau matatizo yako yote? You forget about, unaona una tajiri, una hela na nini. Huo ndio kujazwa kwa Roho Mtakatifu, watu wa Bwana. Ndio sababu pombe inachokifanya. But kwani kanisa linadanganya? Kwa sababu tunampa shetani nafasi. Na wewe jamaa ukimsikiliza siku ya kwanza ya pili lazima umpotea. Hata tunachofundisha unaacha kusema huyu jamaa anatupotezea muda kwenye kanisa. Sio unaelewa kusema sisi tunatakiwa tuishi maisha yetu. Tunajitesa sana, hatunywi mvinyo. Na siku hizi kuna kampuni nyingi za mvinyo.
zinatengeneza mivinyo. Kuna mpaka mashamba ya mvinyo siku hizi huko Dodoma. Sasa imagine yalikuwepo, lakini siku hizi yamekuwa mengi. Sasa imagine katika ulimwengu wa roho, hapo ulipo right now, kuna uongo mwingi ndani yako ambao shetani anautumia kwa sababu umempa nafasi. Wenye weka hapo asubuhi, mimi naambia tu sani nzuri unapoamka asubuhi, how joyful you are. Na unajua msi unamkaje una huzuni hata sielewi. Yaani mnaweza mkanisaidia. Ni moyo wako na shetani wako. Hapa leo unatakiwa wa divorce. Moyo wako upe mipaka, shetani umdivorce completely. Moyo wako uambie. Wangapi wameandikia moyo wake, wameandikia moyo wake waraka. Mimi niliuandikia moyo wangu waraka. Nilivyokuja kujua unielewe, nikauandikia waraka. Nikawaambia sikiliza, I will serve God. Niwe na njaa, niwe nimekula, nitaendelea mbele. Watu wote waniache, nitaendelea mbele. Nikauandikia, nikawa nausoma kila siku usiku kwa miezi 6 mpaka moyo wangu umeelewa. Kwa sababu tudanganyani tena. Nilimuelekeza vitu vyote muhimu ambao nilikuwa naviviogopa. Kwa nikaandika waraka, nikawaambia moyo wangu, sikiliza, mimi sikutanii. Watu wengi hampo serious na maisha yenu. Mimi mnaweza mkafikiria kwamba naongea hapa. But listen, nilikuwa nafahamu, nilikuwa na hofu kadha wa kadha. Unapoanza kumtumikia Mungu, hujawahi kuwa training popote, unakutana na mazingira kadha wa kadha, unakutana na upinzani, unakutana na watu wanakunyanyasa, watu wanakupinga, watu wanakubebesha mizigo. Wewe unachokifanya ni kuandika waraka. Mimi niliandika waraka. Niliwaambia moyo wangu, niliwaeleza udhaifu wangu wote na hofu zangu. Nikawaambia niko tayari kukua. Sitarudi nyuma hapa, sitarudi nyuma hapa. Sitakupa nafasi ya kunitawala. Nitakutawala kwa information la Bwana. Niliandika paragraph kadhaa, nikapatika ukutani. Kwa kila siku nasoma. Na hata leo ikibidi kurudia tena, nitaandika, nitasoma. Nisikilize watu wa Bwana. Mungu hakutuumba tuishi maisha mateso. Na Mungu hakutuumba tukwame. Mungu hataki tuteseke. Na nilisema Jumapili kwamba moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu. Na ni kweli kabisa. Maybe unaweza usiamini, but neno la Mungu ni kweli, na ndio naamini. Na neno la Mungu ni kweli. Na kweli tunajua ni kwa uhuru, kwa sababu uhuru unaotafuta kwenye neno la Bwana, devil anakudanganya tu, anakupotezea muda. Redeem time. Angalia opportunity ngapi zinakupita watu wa Bwana. Watu wazuri wanaoja kwenye maisha yako. Unashindwa kuwahandle watu wazuri kwa sababu ya emotions zako. Learn to understand kwamba mtu anaweza akaja kwenye maisha yako ana akili kuliko wewe, au ana akili kuliko wewe. Au mtu anaweza kaja ana mapungufu kadha wa kadha, but ni wa muhimu kwa baadaye. Kwa hiyo unamkeep that person for the future. Maanake ufuatilie ujinga wa shetani anakuambia kuhusu huyo mtu. Unamwambia devil, I know this person ana mapungufu, na nashukuru sana kwa mapungufu yake, but naona kuna future kwenye maisha yake, nitambeba mpaka kuna mwisho anapofika, katika jina la Yesu Kristo. I will never lay down. I will never stop in the name of Jesus Christ. I will pray for him, teach him, encourage him, whatever, katika jina la Yesu Kristo. Katika ulimwengu wa roho lazima uangalie. Inawezekana ukakosa pesa kwenye period fulani. Usikubali mazingira kukosa pesa ya kutafsiria future. Future sio kuwa na pesa, na pesa sio future. Watu wa Bwana, unaweza kuwa na fedha lakini una future. Na kinachokufanya tunasafa ni kwa sababu tunapata hela tukiwa tuna future. Ndio maana hela zikija zinaondoka kwa sababu hakuna future in our life. Sasa build future kwenye maisha yako. Jiwekee msimamo wa baadaye, kwamba hata shetani akija kutaka kuondoa huo msimamo, anaokuta tayari uko stable. Maana utaacha kuamini tu, utaishi kwa imani kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Soma maandiko uyaelewe. Maana yake ni kwamba ukitaka kuishi unaishi kwa imani. Ukitaka kupokea unaomba kwa imani. Si unaelewa ninachosema? Unaamini. But ukitaka kuendelea kuishi kila siku unaishi kwenye hiyo imani unayoamini. Yaani hiyo imani ndio maisha yako. Kwamba unaamini you are not so poor, unaamini kwamba wewe sio maskini, unaamini kwamba wewe sio uwezo kuwa defeated, unaamini kazi utaenda mbinguni. Si unaelewa ninachosema? Unaamini, yani maana unaishi kwa imani hiyo. Unaamini kabisa watoto wako wataenda chini, unaamini kabisa umezaa wafalme, unaamini kabisa utamiliki unataka kumiliki in this world. Unaamini kabisa kwamba you can grow kwenye ulimwengu wa roho mpaka ukutane kina Moses. Nimesema kina Moses, unaweza kwa sababu Yesu alikutana na Moses. So usishangae. Katika ulimwengu wa roho Yesu alikutana na Moses. Alikutana na Moses akaja kumtia moyo. Sasa katika ulimwengu wa roho inamaanisha hiyo ni growth ya hali ya juu sana, watu wa Bwana. Manake wale sio kina Moses, wale wanaitwa heaven beings. Katika ulimwengu wa roho kuna heaven beings wengi. Sasa nini ninachotaka uone hapa? Kwa sababu lazima ujiwekee msimamo kwenye utu wako ndani. Kwa sababu uone msimamo ambao ukiweka. Ndio maana siku ukioa unaambiwa mnasomaga ile kwamba nitasimama na wewe mwenye shida na raha sio nani. Sasa shida ikianza tukiona unakimbia. Kwenye magonjwa sio uzima na magonjwa sijui. Unajua maana umejifunga, umejiwekea kifungo, ni kitanzi kwamba upaswi kuondoka. No wonder siku hizo watu kwa na shida ndio wanakimbiwa. Sasa sijaelewa, sijui ile fikiri wa nini, lakini hii inamaanisha watu walizungumza tu kwa sababu ya emotion. Lakini nisikilize watu wa Bwana, ile ni ukiri
ambao ukiusema unatakiwa usimame na huyo mtu katika kila hali. Kwa lugha nyingine wanasema unakiri shida kwenye ndoa, sio? Unajua tunatafuta kwenye shida na raha. Ndio Biblia inasema baada ya mateso kidogo. Mungu mwenyewe amesema. Sasa unaniambiaje hamna mateso? Biblia imesema baada ya mateso kidogo, yeye mwenyewe atathibitisha baada ya mateso, kuteswa kidogo. Sasa unaniambiaje kwamba ukukiri wa ndoa ni udhaifu? Kwa Mungu neno la Mungu limekiri udhaifu. Anasema kwa nini Yesu aandike kwenye Yohana 16:33 kwamba nawaambia elimu na amani ndani yangu, ulimwengu mnaye dhiki, lakini jipende moyo, mtawashinda ulimwengu. Kuna siku sina hela, kuna siku I don't have anything, kuna saa sina kitu. Tulikubaliana kwenye shida. Mbona sasa hivi mambo napitia moto, utaki kupita na mimi? Maana ni kwamba katika ulimwengu wa roho Biblia imeandika itasema kwenye raha na raha. Kiona mnaishi kwenye shida na raha, ndio there is a time you go through some fire, kupitia moto. Je, will you stand na mtu kupitia kwenye moto huo? Maana lazima ndoto yako ndio itapitia testing kadha wa kadha. Je, pale utamsikiza Mungu? Sasa tukizungumza hivi watu wengi waelewi, wengi wasome maandiko. Mtu anakuambia ukukiri au nikiri udhaifu. Sio udhaifu. Biblia yenyewe imesema duniani mnaye dhiki. Imesema baada ya mateso kidogo, after little suffering. Little suffering. Maana kama kuna little suffering, kuna wakati tutapitia tu vitu kadha wa kadha. But end of the day tusimpe shetani nafasi. Redeem time. Komboa wakati. Watu wa Mungu nisikilizeni. Redeem time. Hauwezi kufanikiwa kutoka hapo kwenda eneo lingine if you don't redeem time. Angalia sana hali yako ya utu wako wa ndani, emotional zako, fikra zako, namna unavyowaza, namna unavyotazamia. Jijenge ndani ya Kristo, jijenge ndani ya information za Bwana. Usikubali shetani kuibia asubuhi. Maana yake ni kwamba devil akianza kukupreachia kupitia hofu uliobeba, inua imani yako kwa kusikiza neno la Bwana. Usikubali kubaki kwenye zile preaching. Devil akikuanza kupreach na preach, fundishe devil, mwelekeze maisha. Teach him how to trust God. Sometimes unajua ujui ninachokisema watu wa Bwana. Sometimes unafundisha watu ambao hawaelewi unapoelekea. Fanya mahubiri, kuwa mhubiri, mhubirie shetani maana ya wokovu. Mhubirie maana, mwambie we devil listen, msalaba wako unapotea, sisi tunakuliwa ni nguvu ya Mungu. Relax, I have power. Mimi napitia mahali machache, usifurahie. Mwambie Biblia inasema usifurahie adui yangu unapopita katika moto. Relax. Are we together? Mwambie Mungu ataniinua mbele yako. Amesema amesema kwa macho yangu nitatazama na kuona malipo yasio yake, mmoja wapo ni wewe. Wait and see. Mwambie Zaburi inasema 91:8 anasema kwa macho yako utatazama kuyaona malipo yasio yake. You know, sometimes watu wengi shetani anataka wokovu na yeye sema hawezi kupata. Kwa kazi yako ni kuendelea kupreach gospel. Preachia moyo wako gospel. Preach pia mpreachie shetani gospel. Kwa macho yake atatazama na kuyaona malipo yasio haki, kwa sababu yeye mwenyewe ana haki. Kwa hiyo maana yake atasubiria sana. Mashimo tele kuchimbia atazama yeye. Are we together? Katika ulimwengu wa roho inasema hakuna ulimi utakaohukumu mkosa hiyo maisha yako. No weapon kwenye maisha yako. Wewe na uhakika kabisa kwamba hakuna ulimi utakaosimama kuwa kinyume na wewe. Kwa sababu gani? You are highly blessed. Kwa usikubali kabisa mazingira yote yaondoe furaha yako. Leo nataka tuombe. Nataka tuombe ni kitu gani? Nataka uombe cha kwanza. Kuna mazingira mengi kwenye maisha yako yamekuwa yakikusumbua. Kuna baadhi ya vitu ambavyo una focus. Ndio maana Paulo akasema ninachochumilia aliyo mbele, Kristo alipo. Uko kwenye taji huko. Watu wengi sana tunachumilia vitu ambavyo havina maana. Na hizi shehe nataka nizifundishe na nitaendelea kuencourage kwa sababu nataka uwe strong ndani yako. Uwe na kitu kinachoitwa inner strength. This is not about inner strength, nataka kuijenga ndani yako. Kwa sababu ukiwa na inner strength utaweza kuovercome a lot of things watu wa Bwana. You can start something na ikasimama katika jina la Yesu Kristo. Maisha hayaendi, yanaendeshwa watu wa Bwana. Maana wewe ndio driver. Tunategemea driver awe mzuri. Driver hawezi kuwa na hangover akaendesha gari akatufikisha mkoani watu wa Bwana. Driver hawezi kuwa na usingizi akatuendesha watu wa Mungu. Hii inamaanisha kama unaendesha maisha yako, usiendeshe maisha yako na usingizi. Kama unaendesha maisha yako, usiendeshe maisha yako ukiwa you're not active, utatusumbua baadaye. Run your life when you are active. Maana mpe Mungu nafasi, not devil from today. When you wake up asubuhi you unasikia confusion, angia kwenye ulimwengu wa roho, sema katika jina la Yesu Kristo, I will never lay down kwenye upumbavu wa giza unaendelea ndani yangu. Wewe moyo wangu na shetani wako, mimi sio type yenu. I'm the child of the living God. I'm high priest. I'm royal priest. Mimi ni mfalme. Oh my God. I can do all things through Christ. I am unstoppable. Mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda kwa yeye anipenda. Huwezi kunizuia, huwezi kunivunja moyo katika jina la Yesu Kristo. Sijui unaelewa ninachokisema.
Hii ni mambo ambayo sikiliza, mimi nakufundisha kujijenga. Unaona mafundisho tunafundisha, maombi tunafundisha, nguvu unazopokea, kuna namna ya kuzitunza zile nguvu. Ni kuondoa focus kwenye ujinga, kuondoa focus kwenye vitu ambavyo unajua vikiisha hautafanikiwa bado. Niliyokutana na mtu mmoja ana fight kwa karibu na mtu mmoja, imagine, akagundua yule jamaa anaenda gym naye akaenda gym. Kwa hiyo wakati katika kuongea jamaa akamwambia anataka mwanamke wa namna gani, yani mwanaume yule mwanaume, alafu mdada amempenda mwanaume. Kwa hiyo sasa anataka wawe kwenye mahusiano, ana fight kwenye maombi na kimwili. Sasa akamwambia, sasa usipoje akawa anaongea tu kama rafiki yake, akamwambia mimi napenda mwanamke sio ambaye na muscles sio na nini. Kwa hiyo dada aje kufanya gym maisha yake yote, akaanza kwenda kufanya mazoezi ili kumimpress jamaa. Kama hakusema wewe, amesema angetamani kuwa na mwanamke anayefanya mazoezi. Kama angekuwa anakutaka wewe, angekwambia naomba, ninakupenda, nitakuoa, sasa anza mazoezi, kwa sababu malengo yangu ni kuwa na mwanamke mwenye muscles. Sasa wewe, sijasema kwamba ni wewe. Imagine pressure, mdada watu mpaka amepata na pressure, kalipa ya gym, kanua protein powder zile za Base Plant ambazo protein moja almost 400 sio na ngapi, anahangaika na kuta amino acid sijui whatever. Kuta jamaa na story, anamwambia basi unipitenda gym, jamaa mpitii. Mdada hapa kaenda kwenye depression, akakaa kwenye depression for the past 7 months. How? Kwa nikamwambia unawezaje kufocus juu ya mtu ambaye hajakwambia nakutaka, hana mpango na wewe ulikuwa unampenda. Maybe ungejaribu kujiuliza unampenda kama nani? Maybe unampenda kama brother. Kwani upendo lazima ndoa? Unajua sasa mimi nanishangaza, mimi natamani unataka kufanya deliverance ya watu kwenye kanisa. Kwani nani alikwambia ukimpenda mtu lazima ni ndoa? Na hiyo ni upendo au ni tamaa? Kwa sababu upendo ni upendo. Wewe upendo ni upendo. Wewe unajua unapendwa. Ukijua unapenda inatosha. Na kwanza ukiwa unajipenda, utajua watoto wanakupenda. Kwa sababu watoto wanapenda watu wanaojipenda. Inamaanisha katika ulimwengu wa roho, yule mdada alipoteza miezi 7 kwenye depression kutaka kujibadilisha kuwa kama ule jamaa, ili jamaa amkubali kwa atengeneze muscles. Kwa hiyo akanunua a lot of things, akawa anafikiria hata kuchoma sindano, zile sindano za milioni 3 zile za hormones. Imagine anakusanya hela, mtu amemwambia una uwezo wa kuchoma sindano ukatengeneza muscles nini. Sasa katika imagine nonsense. But mimi nakwambia people are suffering. Napozungumza hivi kuna mtu anasuffer somewhere.